Karibu sana katika mada yetu ya leo ndani ya kipindi Bukavu TV. Kwa majina mimi mwenyewe naitwa Nelson Reporter kutoka mahali sehemu hapo Walikale. Kwa muda kama huu tunakuja kurejesha kwa kuwapatia habari tofauti katika kila mada yetu ya Bukavu TV ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa muda kama huyu nakuja kuwapatia habari kama sio nzuri, kwa sababu mmeona video kabla mimi nianze katika kipengele ama katika kipindi kia leo. Na katika mada hii hapa mahali mnapoona hiyo video nimeonesha mahali kuna mapambano. Hapo ni mahali wanaita Walikale, mahali wanaita Kikuku, kwa sababu today nakuja kuwasomea kwanza kidogo kabla tuanze kipindi chetu katika message kutokea katika serikali ama muda ya mapambano imesema nini. Mahali kuna vita ni mahali anaitwa Ruchuru, la position de la territoire de M23 située au bureau de la chefferie de Bwito à Kikuku vient être descendu de par les drones de FARDC vers 2h le matin. Yani munasikia kama mahali kulikuwa vita ni mahali Ruchuru. Sehemu ya Ruchuru ni sehemu ya Walikale hapo, na ilikuwa ni muda wa saa 8 ya asubuhi, saa 8 ya asubuhi ya mwaka wa 2026, muda tarehe 24 mwezi wa kwanza. Hapo ilikuwa muda wa saa 8 asubuhi le matin. Saa hizi tumepata ingine nasema nini, ingine moja iko hapa, message imekuja hapa inasema Walikale frappé des drones de l'armée dessus rebelles de M23 de prier tous les partis. Walikale M23 ili frappe, ili piga drone ya FARDC hapo Walikale. Hiyo nayo ni information ilikuja pendant de 6h le matin, asubuhi ya leo. Hii ni vita, hiyo mambo inaendelea kuonekana katika sehemu ya Walikale. Kwa sasa habari tofauti tuko nayo sasa ndio hii. Yani drone zimechafua gisi mnavyoona hapa. Drone zinachafua hapa Walikale. Sehemu inaitwa Kikuku. Hapo Walikale ni sehemu kuna headquarter ya M23 hapo Walikale. Kwa saizi mambo inaendelea kuwa mbaya, kwa sababu kama tayari tumesikia mambo kadhaa jinsi mambo inaendelea kuongeleka kusema Sud Kivu na Nord Kivu ni mahali kuna mapambano, kwa sababu ni maeneo ya M23 tayari wamekuwa tayari wamepata na wamepigania hiyo sehemu, kwa sababu kwa muda kama huyu. Na kwa muda kabla nakuja kufasiria kidogo, ni wapeleke katika message nyingine ya kidogo. Kuna ujumbe ya tuko nayo hapa kidogo. Kuna jeshi imepatikana, kuna ngombe mahali inaitwa Minova. Kuna mangombe 46 46 vache zimepigwa masasi hapo Ruchuru na Minova. Hizo ngombe zinapigwa masasi mpaka leo. Kwa saizi habari ipo ni kwa sababu hizo ngombe hazijajua hizi ngombe zimepigwa masasi na watu gani, kwa sababu watu hawaonekane. Tumeona tuma ngombe katika video, ngombe zikipigwa tuma masasi. Sasa ngombe imeelekea katika mapambano hizi vipi? Ama ilikuwa wahasi ama ilikuwa wamwizi, walikuwa wakiiba tu. Unajua mahali kuna vita, inabidi wezi nao wajitokeleze kwa kuanza kuibia watu, na hizi ngombe zilikuwa nyingi zaidi. Na katika habari hii sasa tunakuja kufafanua hizi vita zinaendelea kuwa sehemu ya Nord Kivu. Hii vita ilianza lini, na kwa saizi kwa nini jeshi FARDC inaendelea kutuma drone sehemu tofauti za Nord Kivu? Kwa sababu wanajeshi wahasi wa M23 tayari walikuwa wakitulia, na
Wazalendo na FARDC wanaendelea kushambulia vikao vikubwa vya wahasi vya M23. Katika mada hii kila mara uende kutufuatilia. Unajua katika Bukavu TV utakuwa unapata program iko update kila mara, jiabone kila mara ili uko unatufuatilia 5 kwa 5. Usikuwe unachelewa media au usikuwe unachelewa vipindi vyetu. Ni ya muhimu sana kuwa na sisi ndani ya mada ya leo, na atakuja kuelekeza mji wa Uvira. Katika sehemu hii mnaona mji wa Uvira kwa sasa watu wanaanza kutembea moja kwa moja. Ngoja nionyeshe clip kidogo mji wa Uvira gisi yupo hapo. Mji wa Uvira watu wanatembea, lakini ukiangalia mji wa Uvira na gisi kulikuwa kitambo ni mambo tofauti kabisa. Mji wa Uvira kuna saizi watu wanatembea bati wana msukosuko, kwa sababu wanajua sasa zote kuna vitu vinaweza kuja kubadilika hapo mji wa Uvira, na ndio maana sasa ninaonyesha clip ya kuonyesha kama Uvira saizi iko hivi, na baadaye mambo inaendelea kuchamuka kwa kweli. Nataka niwaoneshe clip kidogo tu ya Kutumba ama William ya Kutumba, na yeye anaendelea kuchoma makambi ya wanajeshi wenzio wa wanajeshi wenzio wa wazalendo. Wale wazalendo wezi, wale wazalendo hawataki kufanya naye kazi, wale wazalendo wanajidegaje na yeye wanaondoka, so ilibidi aende choma kambi zao. Sasa hapo kuna mambo inaendelea kuchamuka kabisa, mambo vipindi vinaendelea kubadilika, hali sio nzuri, kwa sababu kama wazalendo wao wenyewe wanaanza kubadilikana, wazalendo wenyewe wanaanza kuanza kuchomeana manyumba. Sasa hapo mambo itakuja kubadilika, mambo sio kadhaa, kwa sababu tumeona kama saizi mambo inaendelea kuwa pamoja, na tumeona kama wanajeshi wa serikali FARDC wanaendelea kushuka kwa wingi sana katika mji wa Uvira. Hiyo ni habari ninawaletea katika mada yetu ya leo ndani ya kipindi hiki, na wanajeshi wametokea sehemu tofauti pamoja na viongozi ama gouverneur Purus Sadiki, na yeye ametembea mji wa Uvira kabisa, sirkile mji wa Uvira akitembea kwa kweli kuonesha kama amani Uvira inabidi irejee. Katika mada hii nawaletea muwe na sisi 5 kwa 5, kwa sababu vipengele hivi vinakuja kuonesha ukweli iko wapi katika sehemu ya wanajeshi wa serikali pamoja na sehemu ya wanajeshi wa M23 ama wanajeshi wa wazalendo pamoja na wanajeshi tuigwane wa wanajeshi tuigwane ni wanajeshi wa kabila wa Nyamulenge, wale wako sehemu ya huko Minembwe. Na huko kote tumeendelea kufuatilia, huko tumepata habari taarifa kweli kuna wanajeshi wa Wanyamulenge karibu 6 wameuawa na drone ya serikali ya FARDC sehemu ya Minembwe. Hiyo ni habari nawaletea katika mada yetu ya leo, na kwa muda kama huyu leo ilikuwa ni mazishi katika wanaombeleza wa jeshi wa Twirwaneho pamoja na wakahaji. Kwa kweli ni machungu. Mpaka hivi tunakuja kuwaletea mada saa hizi. Habari tuko nayo tena lingine ni la kusema kama katika mada hili wanajeshi FARDC wanaendelea kuleta sasa mkataba kulinda wakahaji wa kabila wa Nyamulenge, na kwa sasa mambo inaendelea kuchamuka kabisa. Ukiangalia katika sehemu ya Uvira watu wanaendelea kufanya the movement, kila kitu watu wanaendelea kuwasiliana, lakini sehemu ya Kamanyola hapo ni habari na waletea sasa. Tumeona mikutano mingi sana katika sehemu ya Kamanyola, M23 wakienda kuomboleza Wanyamulenge wako hapo, walikimbilia sehemu ya Kamanyola. Mambo inaendelea kuwa hivyo, na katika yoyote tumeona katika mji wa Bukavu viongozi ama chama cha M23 leo tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka 2026 wamekutana wote pamoja na viongozi wa nyumba 10
wakifanya nao maongezi kidogo kwa sababu ya kuleta ama kulinda wakahaji wako mji wa Bukavu. Hiyo ni habari nawaletea katika media yetu hii Bukavu TV. Kila mara ukiwa na sisi pamoja ndani ya Bukavu TV, utaendelea kutufuatilia na usisahau kufanya nini? Subscribe, like, ujiabone na sisi kama uko nje America, USA, Ufaransa, sehemu popote wewe unaendelea kutufuatilia katika kipindi cha urejeshi amani katika DRC, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuwaletea habari kutokea sehemu kuna mapambano. Mimi mwenyewe utaendelea kutufuatilia na utaendelea kututumia katika page yetu ya Instagram ama page yetu ya Facebook, utatupata ndani ya Bukavu TV. Endelea kutuma ujumbe wako ndani ya group yetu ya WhatsApp, ama ukitaka kujiunga na sisi katika group yetu ya WhatsApp utatupata kabisa. Na Mungu nawatakia kwa kweli mchana mwema. Bado sijasema mchana mwema kwa sababu nawaletea nyingine habari baadaye, ama sio? Asante sana, I love you so much, thank you so much, je vous remercie tout le monde.